za wakati huu. Vitu vingine ni vigumu sana kuanza na habari zenyu, kwa sababu ya usirias ya vitu vyenyewe. Sasa jana usiku kuna taarifa zilianza kuvuja kuhusiana na timu ya Azam Football Club. Zile taarifa zilianza kutoka kwa mwandishi wa habari nguli kabisa. Nguli kabisa, Jemedari Saidi Kazumari. Ni taarifa ambazo huenda na zina asilimia zaidi ya 80 kuwa na ukweli. Hivyo basi, ombi langu kubwa, kwanza taarifa ni wape viongozi wote wa Azam Football Club, staff wote wa Azam FC, mkae mkifahamu kwamba kwenye taifa hili la Tanzania, timu zote ambazo zilikuwa zinakuja na kuwa na ubavu dhidi ya Simba na Yanga zilipotezwa kama upepo haraka sana. It's only Azam Football Club ndio imekuwa timu imeshindikana kupotezwa. Imeshindikana moja kwa moja. Ndio timu ambayo imekuwa na consistency ya kuwepo pale juu mpaka kila mtu kuwa na hamu inamtamanisha kwamba anatamani Azam iwe bingwa. Ni kwa sababu imeshaweza kuwa na consistency ya kuwa pale. Sasa imeshindikana vita yote ya kuidondosha Azam Football Club. Ni nini kitafanyika? Kinachofanyika sasa ni kuamua namna gani ya kuweza kuiangusha Azam FC kwa kutumia njia ambazo sio za kimpira. Njia ambazo sio za kimpira na ambazo si halali. Watu wanatafuta namna ya kuidondosha Azam Football Club. Msimu mwaka juzi wakati tuna double, tulikompiti kwenye nafasi ya pili mpaka siku ya mwisho ya ligi. Tunacheza mechi na Geita Gold, tunamfunga Geita Gold 1-0, Yeson Fuentes Mendoza. Tuna sealed ile nafasi ya pili na timu zingine kubakia nafasi ya 3 kwenda chini. Kipindi hiki ni dhahiri kwamba tayari dalili mwanga ulishaonyesha kwamba kinachoenda kutokea pia kwenye msimu huu ni kuna mtu mmoja na madevu yake anaenda kupromoshwa kwenye nafasi aliyokuwepo na kushuka kwenye nafasi nyingine. Hivyo ufanyiwaji wa fitna ni mkubwa kupita maelezo, na wameamua kuanza mapema kwa sababu sisi tumeshinda mechi na Fountain Gate 4, tukashinda mechi na JKT, tukashinda mechi na Mtibwa. Yaani kuna namna ikaanza kuonekana tumeanza kujipata na kuwa kwenye njia sasa ya kuweza kushindana. Sawa, mpaka siku ya mwisho. Lakini inavyoonekana watu wameamua kutuwai mapema. Sasa ombi langu kwa viongozi wa Azam FC, staff na wamiliki wa timu ya Azam FC, kilichoonekana jana na taarifa iliyotoka jana, kama limetokea lile jambo kwa kuweza kuwa organized, limearrangiwa ndani ya timu yetu, wahusika wote waliohusika kwenye jambo lile wanatakiwa kuchukuliwa hatua haraka iwezekanavyo. Na kama kweli kuna mpango wote ambao umefanyika ndani ya timu, waliohusika wote hakikishiwe wanachukuliwa hatua haraka iwezekanavyo, ili sisi mashabiki tuwe na amani. Haiwezekani vitu ambavyo vinafanyika kwenye timu ile ni vitu vikubwa. Mimi kila siku nasema ile neno kwa sababu naona mabosi wanapasuka pesa nyingi kwa ajili ya Azam FC. Alafu anakuja anatokea mpuuzi mmoja anakuja kuiangusha timu. Tena kama ni kutoka ndani ya timu, ni bonge moja la upuuzi ambao utakiwi kukubalika. Hatua zichukuliwe tena kali. Kama ni mtu kutoka nje ya timu, hii ndio ile maana yake kwamba wanatutafuta kwa njia nyingi tofauti. Sasa tuongeze umakini kwa kiwango kikubwa, kwa sababu maadui siku zote watawatafuteni kwa njia tofauti ili kuwafedhesha na kuwafelisha. Azam FC mpaka sasa tulishakaa kwenye reli ya kuonekana tunaenda kukompiti kwenye ligi ya Tanzania. Wameamua kutuangusha. Hivi sisi Azam tunacheza na Chobwedo anaamsha mashabiki. Yaani Chobwedo anaamsha mashabiki wamshangilie.
Pascal Msindo amelewa kabisa, unaona kabisa Pascal, mbona huyu sio huyu? Pascal Msindo anapigwa chenga na Chobwedo ovyo ovyo. Mpaka binafsi mimi nilishindwa kuongea chochote mara baada ya mechi kwa sababu sikuelewa. Yaani performance za wachezaji wote zilikuwa mbovu. Ndio maana hata taarifa nilipoiona jana kwa Jemedari, nilishaona nikaona nikajua kwamba yes, hapa kulikuwa na jambo. Sasa ni nani amelifanya jambo hilo? Na akipatikana achukuliwe hatua. Na waombeni sana mabosi, na waombeni sana viongozi wa Azam FC. Atakayepatikana na msala waliofanyika ule, jamani, unataka kwenda kumharibia maisha yake Kibeku, mtoto mdogo kabisa, mbichi, mafua bado hajamkauka kwenye pua, nyonyo ananuka, nyonyo ziwa linanuka bado kwenye mpira, mbichi kabisa. Unaenda kumharibia kari yake mpaka anaenda kupigwa masindano vile kwa sababu ambaye kipuuzi kabisa. Ichukuliwe hatua haraka iwezekanavyo. Ichukuliwe hatua kwenye timu. Ninawaomba sana mabosi na viongozi wa Azam FC, chukueni hatua haraka. Muhusika yoyote yule, lipite palataza ndani ya Azam FC. Pitisha palataza. Kuwe clean, kuwe safi. Wote tu tunaongea lugha moja kwenye timu yetu ya Azam FC. Naomba kuwasilisha japo sijamaliza.